baada ya kuwa umeingia kwenye duka la wokovu ukapata jiwe la msingi, jiwe la dhamani ambayo ni Yesu Kristo, lakini pia ukaingia kwenye duka la ukombozi ukapata damu ya Yesu Kristo ambayo itakukomboa na kukununua na kununua vitu vyako kutoka kwa shetani ama kukupea udhamani, value. Unafaa pia ujue kuna duka lingine ambalo linaitwa kiti cha neema. Kwenye kitabu cha Ibrania mlango wa 4 mstari wa 16, maandiko yanasema tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri ili tupate rehema ambazo zitatusaidia wakati wa mahitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema hauwezi ukainunua kwa pesa. Neema ni vitu vya bure na huwa inapatikana kwenye kiti cha neema. Ni kiti ambacho unakikaribia kwa ujasiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo pesa ukienda nayo ili upate neema, ujue kwamba hauwezi ukapata neema. Ndio maana ukisoma kwenye maandiko yako kile kitabu cha Mithali 22 mstari wa kwanza, maandiko yasema hivi: heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, neema kuliko dhahabu na fedha. Kumbe neema ukiwekewa hapa na uwekewe dhahabu na fedha hapa, unafaa kuchukua neema, maana neema ni zaidi ya fedha. Kwa hivyo inamaanisha kwamba ukitaka neema haufai kwenda kwa pesa ili kununua neema. Ndio maana tumesoma kwenye kitabu cha Isaya 55 mstari wa kwanza, maandiko yasema kwamba enyi wenye kiu njooni kwangu mkanunue bila kuwa na pesa. Nielewa, lakini njooni mkanunue kwangu bila kuwa na pesa. Kuna vitu ambazo ni zaidi ya pesa. Kuna vitu ambazo ukiwa navyo vitavuta pesa ikuje, vitakuwa ni magnet ya kuvuta pesa. Unakuwa tajiri ukiwa na hivyo vitu na sio pesa. Lakini Wakristo wengi wamefundishwa kwamba lazima ukuwe na pesa ndio ukuwe tajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia baada ya kuwa umeenda kwenye duka la neema ukapata vitu vya bure, vitu ambavyo sio vya kulipia, unaendanga sasa mahali pengine ambapo kuna duka linaitwa la kimbali. Kimbali ni kitu ambacho hauwezi ukanunua kwa pesa. Kiufupi ni zaidi ya pesa. Kimbali kinaweza kikafuta pesa ikaja, kina nguvu ya kufuta pesa ikaja kwako. Sasa kimbali huwa kinapatikana kwa njia ngapi? Kimbali huwa kinapatikana kwa njia tofauti. Number one, kuna kimbali huwa kinapatikana kupitia kwa kuwa na hekima ama kutafuta kuwa na hekima. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Hosea na ni mlango wa 4 na mstari wa 6, maandiko yasema ya kwamba watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Anasema kwa kuwa mmekataa hekima nami nimewakataa. Kwa hivyo kuna watu ambao wanakataliwa kwa sababu ya kukosa hekima, lakini kuna watu wanakumbaliwa, wanapata kibali kwa sababu ya kutaka kuwa na hekima. Kwa hivyo hekima huwa hainunuliwi kwa pesa, lakini huwa inapokelewa pale ambapo utatafuta kuwa na hekima. Yaani kibali huwa hakinunuliwi kwa pesa, lakini huwa unakitafuta kwa kutafuta hekima. Hiyo ni number 1. Number 2, kuna kibali kingine ambacho hakipatikani kwa pesa, kinapatikana kwa kupata mke mwema. Nilikusomea kwenye kitabu cha Mithali 18 mstari wa 22. Maandiko yasema ya kwamba apataye mke apata kitu chema, naye anajipatia kimbali kwa Bwana. Hapa hujaenda kununua kimbali, lakini umepata mke mwema. Sasa ndio upate mke mwema, ni nini ambacho unafaa kukiangalia? Ndio mke akuwe mwema, lazima akuwe ametoka kwa Bwana. Maana maandiko yasema kwamba mke mwema anatoka kwa Bwana. Kwenye kitabu cha Mithali 19 mstari wa 14, maandiko yasema kwamba nyumba na mali ni vitu ambavyo mtu atapata kwa baba yake, lakini mke mwema anatoka kwa Bwana. Kwa hivyo ndio huyu mke akuwe na kimbali, lazima akuwe uhakishe kwamba Mungu ndiye amekupa. Hiyo ni point number 1. Number 2, ndio huyu mke akuwe mwema, lazima huyu mke ukuwe una uwezo wa kumwamini.
kwa jambo lile ambalo analifanya, lakini lazima kuwe na uaminifu. Maana kama huyu mke atakuwa ni mtu wa kwenda kwa mpango wa kando, yule mpango wa kando ambaye anaenda kwake, ujue huyo ndiye atapata kibali. Nielewa? Lakini Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ili mke mwema apate kuwa na hiki kibali na apate kuwa na udhamana ndani yake, apate kuwa na value ndani yake ya kuwa na hiki kibali, lazima huyu mke number one akuwe mtu wa kujipamba kwa ndani. Kwenye kile kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 3 mstari wa kwanza, maandiko yanasema ya kwamba kujipamba kwenu kusiwe kwa utu wa nje tu, lakini utu wa ndani. Anasema yaani upole na utulivu, maana huo upole na utulivu ndio kitu cha dhamana kwa Mungu, ndio value ya mwanamke. Sasa kwa hivyo huyu mwanamke ndio upate kimbali cha pesa, upate kimbali cha kumbalika na watu, lazima huyu mwanamke akuwa amewekeza sana kujipamba kwa ndani na sio kwa nje sana, maana hapo ndio huo udhamana unatokanga ndani yako. Akuwe mtu muombaji, akuwe mtu ambaye anatafuta matunda ya Roho Mtakatifu. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nimeongelea kuhusiana na hiyo duka lingine ambalo ni duka la kimbali. Nikasema kimbali unapata kupitia kwa hekima. Kakusomea kitabu cha Hosea, maandiko ambayo nasema kwamba kwa kuwa mmekataa hekima nami nimewakataa. Kwa hivyo ukikumbali hekima huo unakubalika na Bwana. Kwa hivyo unapata kimbali kwa kupata hekima. Lakini pia kimbali unapata ukipata mke mwema. Lakini pia kuna kimbali kingine ambacho unapata kupitia kwa kufunga na kuomba. Esther akafunga na kuomba siku 21. Siku 3. Maandiko yanasema kwamba akapata kimbali kwenda mbele ya mfalme Ahasuero. Lakini pia kuna kimbali kingine ambacho unapata kupitia kwa kumpokea Yesu ndani yako. Yule punda aliyembeba Yesu alikuwa amefungwa mahali pamoja, lakini alipombeba Yesu alitembea juu ya mavazi ambao watu walikuwa wanatandaza. Ina maana akapata kimbali. Unapombeba Yesu, unapoamua kutembea na Yesu, kuna kimbali ambacho utakipata. Lakini pia kuna kimbali kingine ambacho kinapatikana kupitia kwa imani, kuwa na imani. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba pasipo imani hauwezi ukamshawishi ukampendeza Mungu. Kwa hivyo ukiwa na imani kuna vile unapata kimbali kutoka kwa Mungu. Nadhani nimekueleza ile milango ambao kimbali kinapatikana. Nikakwambia kupitia kwa mke mwema, kuwa na hekima, kufunga na kuomba, kumpokea Yesu na kuwa na imani ndio unamshawishi Mungu. Huo ni mlango mwingine ambao hiyo milango hauendi kununua vitu vya kule kwa kutumia pesa. Unahitaji hivyo vitu ambavyo nimevitaja ndio upate vitu vya huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu kingine ambacho unafaa kukijua ni kwamba nikimalizia, watu wengi wamefundishwa kwamba ndio ufanikiwe, uwe na pesa mingi, uwe na utajiri, unahitajika ukuwe mtu mtafutaji sana, ukuwe mtu wa kuamka kila wakati, kila siku, yani ukienda kutafuta pesa, jambo ambalo Mungu hahitaji uende ukatafute kama una hizo vitu. Maana hizi vitu ndio magnet ya kuvuta nini? Utajiri. Na haya ni maduka ambao ukienda kule Mungu anasema ya kwamba njooni mkanunue pasipokuwa na pesa. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Ufunuo mlango wa 3 na mstari wa 18, maandiko yasema ya kwamba nawapa shauri mkapate kununua dhahabu iliyo safi ili mkapate kuwa tajiri, mkanunue vazi jeupe ili mkafiche uchi wenu. Anasema ya kwamba mkapate kununua dawa ya macho ili mkapate kuona. Lakini tumesoma kwamba vitu ambavyo Mungu anaitana vinunuliwe haufai kuenda na pesa, maana hizo vitu ni zaidi ya pesa. Dhamani ya hizo vitu ni kubwa sana zaidi ya dhamani ya pesa. Ukienda na pesa kwenye maduka utapata chochote.